Watu wengi wanaamini mtu akishabatizwa akamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake hawezi kulogwa. Lakini sivyo, maandiko yanadhibitisha kwamba pamoja na kuwa unaweza ukawa umeokoka, umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaweza pia kufanyiwa kitu kama hicho cha kulogwa. Na ni kwa sababu ya mkini uko na Mungu. Ni kweli hata mimi naamini mtu akiwa ndani ya Kristo sio rahisi kulogwa, lakini wanalogwa. Kwa nini? Kuna viwango na viwango ambavyo tunatakiwa kwenda. Sasa kama uko kiwango cha chini, haujatembea na Kristo kwa viwango vingine, unaweza pia kulogwa. Na watu wengi wanalogwa. Tunaposema kulogwa, nitakufundisha leo maana ya kulogwa ni nini. Na kama umelogwa, lazima tuharibu ulogaji waliokuloga, irudi kwa wahusika. Sema amen. Sema leo kila aliyeniloga ataharibiwa. Kitabu kile cha Walawi, mambo ya Walawi, mlango wa 19 mstari ule wa 26, anasema hivi: msile kitu chochote pamoja na damu yake, wala msifanye kuloga wala kutumia utambuzi. Hapa ni Mungu anaongea kwa kinywa cha nabii Musa akimwambia msifanye chochote. Waambie watu hivi, msifanye chochote, wala msile nyama na damu yake wala kitu chochote kingine. Lakini anasema msifanye kuloga wala kutumia utambuzi. Kwa neno hili nadhibitisha kwamba kuna kulogwa. Mungu mwenyewe anatambua kuna kulogwa. Hebu mwambie mwenzako unaweza kulogwa. Na kama umelogwa, mwambie leo unafunguliwa. Sema basi amina kama unabarikiwa. Kusoma kile kitabu cha Torati, mlango ule wa 18 mstari ule wa 11, anasema hivi 11, anasema wala mtu alogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi. Hebu sema mchawi. Kwa hiyo kuna mtu alogae na pia kuna mchawi. Sasa huyu mchawi na huyu alogae lazima leo tutawashughulikia. Unasikika kweli mahali hapa? Kwa hiyo kuna alogae na kuna mchawi, alafu anataja kingine, wala mwenye kupandisha pepo. Pepo wanapandishwagwa. Nataka niseme ulikotoka, kama kuna wapandisha majini, kama kuna wanaologa, kama kuna wachawi, njia yao ni moja, lazima watakula moto leo. Mtu mmoja aseme fire. Sema kila anayeloga, anayetumia uchawi, anayepandisha mapepo, anayefuga majini, yale majini leo yatamgeuka, yatamla yeye. Uchawi wa mtu leo tutamrudishia yeye. Mtu mmoja aseme amen. Sema wala hapana alogae, wala mpandisha pepo, wala mchawi, wala mtu aombaye wafu. Biblia inakataza. Mungu alikuwa anaongea kwa kinywa cha nabii Musa akiwaambia, liambie kanisa langu asiwepo mtu kama huyu. Kwa lugha nyingine, wanaweza wakawepo. Kama wapo ulikotoka au wapo ndani hili kanisa, lazima waumbuke kwa jina la Yesu aliye hai. Sema basi fire. Sema fire. Namba 1, kuloga ni utaalamu wa kishetani unaotumiwa sana katika jamii zetu ili kuwaletea watu madhara. Kuloga maana yake ni tendo linalofanyika katika jamii zetu za Kiafrika, katika dunia yetu, ambayo ni tendo linalofanyika kuleta madhara kwa mtu. Kama kuna madhara yameletwa na kulogwa, lazima leo yale madhara ni yasoe yote, ni yasukume kwa aliyekuletea. Unasikika kweli mahali hapa? Kuloga kuna maanisha kuendelea kumfanya mtu apatwe na mabaya. Maana yake unapologwa, wewe unakuwa ni mtu wa mabaya, mtu wa mikosi, mtu wa kutofanikiwa. Kila itwapo leo, wewe mikosi na kuandama kwa jina la Yesu aliye hai. Mikosi nao kuandama, na yamkini umepanga mwaka vitu fulani baada havijatimia. Nataka niseme mikosi yote tunarudisha kuzimu kabla hujamaliza mwaka. Kuna jambo Mungu atafanya. Hivi nasikika kweli mahali hapa? Mwambie mwenzako kulogwa maana yake unafanyiwa mateso. Kila itwapo leo wewe ni wa mateso tu. Sema haya mateso hayatainuka tena. Una imani? Jambo la pili, kumwekea mtu irizi kwa njia ya mazingaumbwe. Yaani watu wanafungiwa irizi.
Irizi zile zinaleta biashara, zinaendesha vitu vingine. Alafu yule mtu akishafaa irizi anateka watu wa hilo eneo. Kwa mfano ukisoma kitabu cha Ezekieli anasema, mimi ni Mungu niko kinyume na irizi zenu ambazo kwazo mnaziwinda roho za watu wangu kama ndege. Maana yake mtu akiwa na irizi anakuinda wewe. Kila mwenye irizi ulikotoka, hiyo irizi itawaka moto. Na aliyekuja kwenye ibada ya leo na kufungia moto, ukikaa na mtu mwenye irizi, irizi yake iwake moto. Hivyo nasikika kweli mahali hapa. Haijalishi jirani mtu, haijalishi ni mpendwa, irizi iwake moto. Kama imekaa kwenye kwapa, irizi iwake moto. Kama imekaa kiunoni, irizi iwake moto. Kama imekaa kwenye ulimi, irizi iwake moto. Kama imekaa kama pete, irizi iwake moto. Mtu mmoja anyanyuka aseme, hizo irizi leo tunachoma kwa moto wa damu ya Yesu. Hebu sema, kila irizi leo inaungua popote nilikotoka. Sema, irizi zote tunasikusanya leo. Fanya sema, nakusanya leo nilikotoka, kwenye familia, kwenye boma, ndani ya kanisa. Kila anayetumia irizi, irizi zitawaka moto. Woo! 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 Sasa angalia kile kitabu cha Wagalatia 3:1. Anasema, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Hao watu walilogwa. Pia Paulo anasema hawana akili. Ukilogwa kuna ufahamu unatolewa. Paulo alikuwa anaongea na kanisa la Wagalatia akiwaambia, enyi Wagalatia, ni nani aliyewaloga? Ni nani aliyewaloga? Maanake Paulo alijua kuna kulogwa. Na ukilogwa, kitu namba moja anasema msiokuwa na akili. Ukilogwa kuna ufahamu unaibiwa. Ukilogwa kuna akili inachukuliwa. Kila aliyelogwa akili yake nairudisha leo. Kila aliyelogwa akili yake nairudisha leo. Sijui kama kuna watu watatu wanasema, akili ya kaka yangu iachiliwe, akili ya mdogo wangu iachiliwe, akili ya mume wangu iachiliwe, akili ya mke wangu iachiliwe. Mtu mmoja piga kelele, sema akili zetu ziachiliwe. Kwa hiyo ukilogwa kuna akili inapotea. Na akili ikipotea, maana yake nafsi pia imefanyeje? Imepotea. Kwa sababu akili iko kwenye nafsi, nafsi iko kwenye nini? Akili. Kwa hiyo akili ikilogwa na nafsi imeshakamatwa. Sema fire. Jambo la 4 ni kutumia nguvu za kuzimu kama uchawi ili kumpotosha, kumteka na kumpitisha mtu. Yaani kuteku, unapindishwa, unalogu, unapindishwa. Ulikuwa uelekea kwenye jambo la baraka, unapindishwa unaelekea kusikotakiwa. Ulikuwa uolewe, unapindishwa unaingia kwenye majanga. Ulikuwa ufanikiwe, unapindishwa utafanikiwa. Kupitia jina kuu la Yesu na damu ya Yesu, kila uchawi tutaharibu na Roho ya Bwana atakurudisha kwenye nafasi yako. Sema fire. Punga mkono, sema, kila anayenitumia majini, kila anayeniloga, lazima leo tuwaloge. Una imani tuwaloge? Uguse mwenzako, mwambie hapa kuna uchawi wa kutosha. Mwambie uko tayari tuwaloge waliokuloga? Uko tayari wachanganyikiwe na wao? Uko tayari wakose direction na wao? Uko tayari wakose mwelekeo na wao? Nyosha mikono uliko tukasema, nakuja. Kila anayetutesa zamu yake imefika. Watu wengi wakishabatizwa wanasema tumemaliza kazi. Haujamaliza kazi. Unaweza ukafanyiwa kitu ambacho hujawahi kuona. Na ulikotoka kuna watu ni wajanja, ni wataalamu. Kwa hapa wanacheka, lakini wanajua wanachokufanyia. Nataka leo nikwambie mwanangu, ukitoka hapa, aliyekuja hapa sio yule anayetoka. Ni mwingine ambaye hata wakikutazama mitego yao unaifyetua na itegua kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu sema, kila mtego ninaotegewa unafiatuliwa leo. Ndio maana ni muhimu sana usiache ibada. Hudhuria ibada. Unapofika ibadani kuna mitego inateguliwa bila kujua inateguliwaje. Sema amen. Sema amen. Na leo tutategua mengi. Tutategua nyingi kabisa. Tutategua kwa mume wako, tutategua kwa mama yako, tutategua kwa mdogo wako, tutategua kwenye kazi yako, tutategua kwenye pikipiki zenu. Wataishi salama. Walichopanga hakitatimia kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu sema, hakitatimia walichopanga.
Namba 5, mtu anaweza kulogwa pale ambapo mawakala wa kuzimu wanapotamka maneno ya laana, wanaponuia mabaya juu ya maisha ya watu, wanapotamka fulani hautafanikiwa, wanapotamka filisika, wanapotamka mimba ziharibike, wanavyotamka hiyo nyumba itaisha, wananuiza, wanafanya ibada, alafu wanakufunga kwa mafundo. Wanaweza wakachukua kitambaa wakafunga mara 3 au mara 2, maana yake unafungwa hautaka utoke. Kila aliyekufunga kupitia vitambaa vitawaka moto. Kila aliyekufunga kupitia nywele zitawaka moto. Kila aliyekufunga kupitia picha zitawaka moto. Kila aliyekufunga kupitia pesa zitawaka moto. Kila aliyekufunga kupitia nguo ya ndani, hiyo nguo itawaka moto. Sema ya. Piga kelele, sema wataniachia leo. Sema wataniachia leo. Piga kelele, sema wataniachia leo. Anatii amri za kigeni. Maanake ni ukuta mtu kama amelogwa, kwa mfano amelogiwa kwenye pombe, mzui uwezavyo hawezi. Hata ukimpiga utakuta yuko kwenye pombe. Mtu aliyelogwa hawezi kutumia pesa inavyotakiwa. Akikamata pesa hivi, matumizi yake ni mabaya. Mtu aliyelogwa hata anaweza akawa na tabia chafu ambaye hawezi kuacha. Pambana naye, piga. Kuna watu wanasema weka hata 60, piga kabisa. Baada akinyanyuka anaenda kule. Why? Sio yeye, anafuata nguvu za kigeni. Leo nitaharibu nguvu za kigeni. Leo nitaharibu nguvu za mapepo. Kuna watu watafunguliwa, utaanza kuona wakiwa na mwenendo mzuri. Sema fire. Sema fire. Nyosha mikono uliko, tukasema kila jini ambalo limetumwa kutesa familia, leo fire inawaka. Tamka kutoka, sema fire inawaka. Sema fire inawaka. Kila mchawi anayenishughulikia, sema fire inawaka. Kila mchawi aliyetumwa kuloga ardhi yangu, sema fire. Tamka kwa imani, inaenda. Sema moto unawaka. Sema moto unawaka. Unakuta mtu unajaribu kumwambia mume wangu hii sio tabia nzuri, anakuambia usinifundishe mimi. Kumbe sio yeye, ametekwa. Mke sio yeye, ametekwa. Unakuta mtu anakuwa na hasira za hapa na hapa, sio yeye, ametekwa. Jiandae ulikotoka, kuna moto utawaka na familia zitafunguliwa. Ninaona nyoka wataungua kwenye ardhi ya mtu, watatoka waliotumwa. Mairebe Shantarama, elekeza mikono ulikotoka. Kuna mtu atatesa wachawi mpaka wachawi watapandisha mguu mmoja, mpaka watalia. Hebu sema fire. Hebu sema kuanzia leo kuna moto nachukua hapa. Huu moto nitaondoka nayo. Hebu nyosha msema ise Baba. Sema katika jina la Yesu Baba, natuma radi za moto. Yeyote anayenishughulikia, anayenifuatilia, anayefuatilia ndoa, anayefuatilia watoto, anayefuatilia kazi yangu, anayefuatilia afya yangu, anayefuatilia kwetu, nikiwa hapa, runinga za kichawi zianze kuniona, na paswa hizo runinga na haribu vitu vyao. Havitaniona, havitaona kazi yangu, haitaona ndoa yangu. Imekuwa kila mtu pandisha kiwango cha imani. Kuna moto na uone unasafiri ulikotoka. Kuna watu nawaona wanahaha. Kuna watu naona wanalia. Kuna watu naona wanalia. Yako mapepo naona wanalia. Yanasema najuta Esther kwenda kwenye ile madhabahu. Yanasema najuta ukatoka, najuta ukijana. Na kuambia wataendelea kujuta. Utawatesa usiku na. Hebu nyosha mkono sema leo nawatesa. Mulivyo nitesa. Inatosha. Ilivyokuwa wanakutesa ndivyo watakavyoteswa. Walitarajia hautaendelea na biashara, lakini nakutabiria utaendelea. Walitarajia hautaendelea na ndoa, lakini nakutabiria utaendelea. Walitarajia utakimbia kwenye hiyo familia, lakini nakutabiria hautakimbia, utadumu. Walitarajia hautakuwa na chochote, lakini utakuwa na kila kitu kwa jina la Bwana wa majeshi.
Walitarajia mume wake ataendelea kuwa mlevi. Ninakatata kama umemwacha nyumbani ni mlevi, kuna upako unakwenda kumfungua na mtoa kwenye ulevi. Walitarajia watoto wake watafaulu, ninatabiri watafaulu kwa viwango vya juu. Walipanga kifo cha mumeo, wamepanga kifo cha kwako, wamepanga kifo cha mtoto. Ninatabiri hata kufa mtu, tunavuka kwa damu ya Yesu. Yaani ukasema mimi ndio huyo, yaani ukasema mimi ndio huyo. Hebu sema dole 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 dole. Inafika kwa wambia dole.